Na katika tamaa ya nani tuliweza kuangalia vipengele mbalimbali. Kwa wale ambao wakuwepo, niombe nirudi kwa haraka kwa faida yako ili kwamba nikusaidie. Kichwa cha somo tulicho nacho kwenye mkutano kinasema kuzikimbia tamaa za ujana. Nikasema somo hili halina uhusiano na vijana peke yake. Somo hili linamlenga yeyote aliye na mwili na nafsi. Na kwa sababu hiyo, hili somo ni la kwako. Taka kile ambacho Bwana atasema na wewe kikusaidie kwenye maisha. Usije kwenye mkutano kwenye mkumbo. Usije kwenye mkutano kwa ajili ya ngoma. Njoo kwenye mkutano ili moyo wako uuishwe upya katika safari ya kwenda mbinguni. Mahali ambapo umepungukiwa, njoo ukajazwe ili kwamba katika safari hii utapata kioo cha kujua bado uko kwenye ramani ama hauko kwenye ramani. Na tulisema katika aina za tamaa, nipitie kwa haraka. Nitasema tu aina za tamaa, sitagusa tena kwa ndani ili tusogee mbele kidogo. Tulisema moja, kuna tamaa ya mwili. Kuna tamaa ya mwili. Mwili ndio tulisema ndio tamaa ya kwanza. Lakini pia tukasema kuna tamaa ya macho. Lakini pia tukasema kuna tamaa, kuna kiburi cha maisha. Kuna kiburi cha maisha. Lakini pia tukaja tukasema kwa nini tukimbie tamaa za ujana? Kwa nini tusikimbie tamaa? Kwa nini tusikimbie katika utumishi? Kwa nini tukimbie? Nikasema hatuna maana ya kukimbia kwa kukimbizana. Ndio tunaposema kukimbia, wanaelewa kwamba vita vyetu sisi si vya damu na nyama, bali ni vya roho katika ulimwengu wa giza. Bwana pewe sifa. Na kwa sababu kwamba vita ni vya roho, ndio maana tunatekwa pasipo kujua. Lakini anayejua apigani ngumi, anapigana vita ambavyo ni vya roho, hana uhakika wa kile anachokifanya. Bwana pewe sifa. Kwa sababu wengi wanafikiri kwamba ni mapanga tunapigana, ndio maana wengi tunafeli. Petro, wakati Yesu anafika kwenye saa ya mapambano, akachukua panga ile mkate yule askari, kabla tukio likadondoka chini. Why? Kwa sababu Petro kwa mtazamo alifikiri vita vile ni vya damu na nyama. Kabla akachukua panga akamkata sikio yule askari. Alipomkata sikio, hatuoni Biblia isemi Yesu akaingilia vile vita. Kabla kibao kikamgeukia Petro, akasema Petro, mimi sijaje kwa ajili ya vita. Mimi vita vyangu si vita vyangu ni roho. Haleluya. Amen. Haleluya. Akamwambia rudisha panga kwenye kobe. Akachukua panga akarudisha. Kabla Yesu akachukua sikio, akabandika mahali pake. Ule ulikuwa ni muujiza kama ulikuwa fahamu. Aliporudisha, alikuwa na maana ya kwamba kwa lugha nyingine alikuwa anamwambia Petro, inanibidi mimi kuja kutimiza kusudi la Mungu duniani. Kama ni mapanga, mimi ni zaidi ya upanga. Neno langu ni upanga. Nikiamuru linaweza likatokea lolote lile. Lakini kwa sababu sikuja kwa vita hivi, rudisha panga. Haleluya. Kwamba anayekuchapa ukishikia panga. Wengine wanasema mwakale mangatoka kwa vipanga Mungu mbambo anachotoka kwa vipanga. Utahaka kuroga na unakipanga vyako kwenye mkono. Sina pekee. Efeso 6:10. Efeso 6 mstari wa 10 kushuka. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kushinda. Kwa tukaona baadhi ya vipengele. Tukasema kwa nini tusikimbie? Tukasema moja, sinaharibu ushuhuda wetu kiroho. Sababu ya sisi kukimbia tamaa hizi kiroho, tunakimbia kiroho, si kwa kukimbia kwa kukimbizana. Tunakimbia, tukasema mmoja wapo tabia hizi, ukiwa mtu wa ufalme ambaye umebeba kusudi la Mungu duniani, una mzigo wa kujua unatakiwa kukimbia, si kwa ombi, ni kwa lazima. Ungapo
Kukimbia tamaa hizi sio ombi, ni lazima. Na kama si lazima kwako, uwe na uhakika Kanaani yako utaiona. Why? Kwa sababu Kanaani wanaiona wale watu ambao wanaelewa maisha na kusudi la Mungu kifalme kwa ajili yao. Amen. Kitu na hapo hawafiki Kanaani. Amen. Hawafiki. Kwa tunasema hivi, tunazikimbia kwa sababu zinaharibu ushuhuda wetu wa kiroho. Tunasema pia kwa nini tunazikimbia? Tunazikimbia kwa sababu zinazuia matunda ya Roho. Zinazuia matunda ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Ndio maana tunazikimbia. Lakini pia tukasema tunazikimbia kwa sababu zinapotosha roho na akili. Wanapewa sifa? Wanapewa sifa? Amen, amen. Zinapotosha roho na akili. Huwezi kumtumikia Mungu fikra isipo kwenye uzinzi. Huwezi kumtumikia Mungu fikra isipo kwa kunawia. Huwezi kumtumikia Mungu kitoka hapo unaenda kuvaa suruali. Kuna kiroho cha namna hiyo. Walio wa roho wanajua sheria za roho. Walio wa roho wanatembea kiroho. Sawa sawa na mambo yaliyowaita. Amen. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Moja kati ya kitu kinaumiza ni pale tunapozungumza ukweli wa maisha ambayo ni real life ya binadamu. Na ukisikia jambo unachoma moyo wako, uwe na uhakika ni ujumbe wa kwako ambao Mungu amesema na wewe. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Fanya hatua ukatengeneze maisha yako na Bwana. Haleluya. Amen. Hata kama tunaweza tukafanya huduma zozote, lengo letu tumuone Bwana siku moja. Hata kama tutaimba, tutajazwa, tutapenda kwa kila lugha mpya tukanena, kama una azimio ya kumuona Bwana siku moja, si bora waje ukae nyumbani. Lakini ukijua wewe ni nani, jukumu la kwanza ila unaimba, unacheza, unahubiri. Hata kama unaenda kazini kimwili, lakini katika roho unatazama mawingu muda wote. Unajua muda wote baba yangu anaweza katokea. Na kwa sababu hiyo lazima niwe tayari. Ndio maana wengine wanafikiri wakifika kazini wanamwacha Mungu kwenye maombi. Wakifika kazini kwenye kampuni zao wanasema hapa sio mahali pa ibada. Wanasema kwamba hapa ni tofauti ya ibada. Nani aliyekwambia? Hapa kampuni unaweza kutengeneza madhabahu ya kumsifu Bwana kwa nyimbo. Unaweza kutengeneza madhabahu ya kuambia watu Yesu ni nani. Tengeneza ushuhuda wa kuambia watu waokoke. Yesu akasema huyu acha. Yesu ni wapo tu. Yesu wetu huwezi kumweka mfukoni kama pesa. Ukimweka mfukoni atachomoka, atasema mimi nisiwa kuweka mfukoni. Naomba utaona ghafla. Injili inasema nihubiri ghafla utashangaa. Ukisema hapana, Yesu hapa ni kwenye kampuni, atasema ngoja nimtafute ashibe uko wapi? Njoo hubiri neno langu. Maana wewe umekataa. Haleluya. Haleluya. Injili ya Kristo si ya kuweka mfukoni. Uwe kwenye kampuni, Yesu. Uwe wapi? Yesu. Hata kama una mtu kusema naye, wengine wanasema nile nao upo ile. Ni katika Kristo hana upweke. Biblia inasema ya kwamba ninyi mkikaa ndani yangu
kuhakikishia kwamba ijapoonekana wewe ni mjinga, hautapotea. Rikanda rabusa karibu, hatutapotea. Ijapoonekana kuwa ni wajinga, hatupotea. Haupotea. Pale ulipofanya ibada, ghafla Roho Mtakatifu zitakujilia juu yako. Jesus. Usimwache Yesu nyumbani. Ukitoka hapa nenda naye. Yes, kila mahali. Hata chooni nenda naye. Hata kama unaoga, wakusikia unaimba kule bafuni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwa tumeona kipengele cha 3, kwa nini tusikimbie? Zinapotosha roho na akili. Kwa hiyo kitu ambacho kinakupotosha roho na akili, unawezaje kukipa nafasi kwenye maisha yako? Ni lazima kukimbie ili kutafuta mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Lakini pia tukasema njia za kuzikimbia tamaa za ujana. Maana tuwezi tukasema tu madhara ya tamaa, tukasema tu kwa nini tuzikimbie na nini. Lazima nikwambie kwamba njia za kuzikimbia ni zipi, lazima nikupe. Maana tusema sasa nitubiri tutafanyaje? Lazima nikwambie ili utoke hapa. Iwe real life. Haya maneno si ya mwenzako, ni ya kwako. Mungu aseme na yule, Mungu anasema na wewe uliye hapa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tukasema Biblia. Tukasema moja ya sababu ya kuzikimbia, njia za kuzikimbia, tukasema moja ni wewe ujue samani yako ni nani ndani yako. Ujue samani yako ni nini ndani ya Kristo. Uwe na uhakika unapokuwa na dhahabu, mawe ya dhahabu, na uko na mawe ya kawaida. Wakwambia kati ya hivi vitu viwili, chagua ni kipi utalaza ndani na kipi utalaza nje. Ghafla unasema kwenye pesa na jiwe. Hadi jiwe kabisa. Na pesa. Unaambiwa uchague kimoja ambacho ukilaza ndani na ufunge na mlango ndani na kingine uweke nje. Chagua kimoja cha samani. Utasema nahitaji niweke pesa ndani. Kwa sababu gani? Akikuuliza kwa nini? Utasema kwa sababu ni kitu kina samani kwangu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ili uweke kitu ndani inategemea thamani ya kitu ulicho nacho. Kama kina samani, uwe na uhakika utakilaza nje. Kwa hiyo vivyo hivyo, ili ukimbie tamaa za ujanani, uwe binti, uwe kijana, uwe mama, uwe baba. Nilisema sizungumzi na vijana, nazungumza habari njema za ufalme kwa kila aliye na mwili na nafsi. Kwamba ili ukimbie ni lazima ujue thamani yako ndani ya Kristo ni ipi. Na ukijua thamani yako ni ipi ndani ya Kristo, hautamlaza Kristo nje, utamlaza ndani kwa sababu anakaa ndani yako. Haleluya. Kwa tunasema lazima ujue thamani yako ni nini katika Kristo. Tulitoa baadhi ya maandiko, lakini kwa sababu ya muda wetu hatutasoma. Lakini pia tukasema ni lazima kuwa na nidhamu ya kiroho. Na sijui tulishia wapi? Hapo. Asante sana. Mungu akubariki. Tulishia ili pia tuweze kuzikimbia njia mojawapo ya sisi kukimbia tamaa za ujana. Tukasema ni lazima uwe na nidhamu ya kiroho. Kuwa na nidhamu ya kiroho ni pamoja na maombi. Hapa naanza kushika wanafunzi sasa, tuanzie hapa. Hapa ndio tulishia. Kuwa na nidhamu ya kiroho ni pamoja na maombi, neno la Mungu, kufunga, maombi binafsi. Pia kuweza kutiisha mwili wako kwa sheria ya Roho Mtakatifu. Kuulazimisha mwili wako. Nasema hivi, hicho unachokitaka ufanye, sitakifanya kwa jina la Yesu, nasema ukae kimya. Mtumishi wa Mungu lazima ufike mahali ukaribie roho yako na nafsi yako. Kuambia kwamba sitafanya unachokitaka, ila nitafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Tunaenda sawa sawa. Hata kama aniongea na vijana wenzangu, hata kama msichana ni mzuri kiasi gani, wakati mwingine ukitaka kumpitisha, unasikia roho wa mwili anasema siangalie. Wakati mwingine kwa mtu ambaye ana roho utaona kabisa mwingine ashidonge. Hapo unaanza kuangalia.
Lakini kwa mtu wa roho, mtu aliye na roho wa Mungu, sio kwamba hutasikia hiyo sauti, utaisikia kabisa, lakini kuna sauti ya ndani ambayo ndio imebeba dira ya maisha yako. Ghafla itaanza kutuliza sauti ya shauku ya mwili kwamba kaa kimya, na sema utaangalia. Wewe dada, pita, sitaangalia kwa jina la Yesu. Shingo kitamfanya hivi, unasema usiangalie. Kwa nini hutaki kumkosea Mungu wako? Haleluya. Kisha mwili, ambia mwili si hautaangalia undani. Kama ni dada, hautaangalia huyu kaka. Kwa jina la Yesu Kristo. Na itakuwa. Haleluya. Haleluya. Ukisoma Korintho wa kwanza sura yake ni 9 mstari wa 26 hadi 27. Biblia inasema hivi kwenye mstari wa 26. Hata mimi napiga mbio. Huyu ni Paulo. Wa Korintho wa kwanza sura 9 mstari wa 26 hadi 27. 9:26-27. Biblia inasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama sitai. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama pigaye hewa. Mstari wake wa 27 anasema, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, nisiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Tunaenda sasa. Ndio lengo la Paulo. Ukiangalia anasema na utesa. Kwa lugha nyingine, hata kama kuna kitu ambacho kimwambia fanya, anasema sitafanya. Kwa hiyo anautesa mwili wake kwa ajili ya Kristo. Lengo ni nini? Ili anapohubiri wengine, siku yake ya mwisho asiambie wewe sikujui. Inawezekana kabisa kuhubiri wengine na ukakataliwa. Siku mwisho haina mjadala. Wala tuingie mbinguni kwa ajili ya kuhubiri, mtasikutisha. Hatuingie mbinguni kwa ajili ya huduma, mtasikutisha. Ukisoma andiko la Wafilipi sura ya 4 nafikiri pale, sijui ni mstari wa ngapi, 11 pale anasema sijui kwamba naye aliwatoa wengine kuwa mitume, manabii, walimu, wainjilisti. Wengine wanasoma tu ya haraka ule mstari. Alafu anasema pale chini, kwa kusudi la kukamilisha mwili wa Kristo. Alafu anasema hata kazi ya huduma. Haleluya. Hata kazi ya huduma itendeke. Kwa hiyo lengo na vipawa na huduma si ilisema hapa sikupe kiburi. Mimi ninayohubiri hapa si kitu bali Bwana ndani yangu. Ile kwamba mahubiri ina maana nitaenda mbinguni kama matendo yangu hayako sawa. Uwe na hakika ninakuhubiria wewe, nitasimama kama kilalo, lakini kumbe ninaangusha mtu mwingine. Petro akasema nisiwe wakuhubiria wengine, ili kwamba siku ya mwisho nije niambiwe Petro, pita huko usikujue. Kwa nini anaweza kuambiwa pita huko usikujue? Ni kwa sababu atakaporuhusu mwili kutawala roho, ataishi kwa kufanya mapenzi ya mwili. Lakini akitiisha mwili kwa roho, mwili utatiisha sheria ya roho. Apewa sifa Yesu. Apewa sifa Yesu. Nimesema amejitahidi kutuliza mwili wake kwa sababu anautiisha mwili wake kwa tabia ya roho. Na mwili wake unatii sheria ya roho kwa sababu ndio dira yake. Kwa anasema kabisa, na utiisha mwili wangu, na utesa, ili kwamba siku hiyo nisiambiwe toka, bali niambiwe karibu mwanangu, umepiga vita vya imani, umemaliza vita salama, mwendo umeushinda. Karibu sasa ukaurithi ufalme uliowekwa tayari kabla ya msingi wa ulimwengu kwa ajili ya wote waliomcha Bwana. Haleluya. Hakuna raha, mtu asikudanganye, kama tutakapokuwa tunaagana mawinguni. Hakuna raha wapendwa, kama tuagana mawinguni pamoja na Kristo, tutakapomwona akija na utukufu wake na malaika pamoja naye. Ninakwambia itakuwa ni furaha ya ajabu. Biblia inasema tutaruka kama ndama wa zizi. Tutaruka kama ndama wa zizi.
mazuri kuliko maisha ndani ya wokovu. Umeelewa nilichosema? Maisha baada ya wokovu ni mazuri kuliko maisha ambayo tuko nayo ndani ya wokovu. Kwa nini? Ndani ya wokovu tunapambana ili kufikia ahadi ya Yerusalemu. Ndani ya wokovu tunapambana na vishawishi, majaribu na vitu vingine. Kwa hiyo tuko ndani ya wokovu, huku tunapanda na kushuka, tunashuka na kupanda. Lengo ni moja, ili itakapofikia maisha ndani ya wokovu tutakuwa tunamshangilia Bwana milele. Haleluya. Tutakuwa tunamshangilia Bwana milele. Hakuna kujaribiwa tena. Ni kusifu Mungu milele. Haleluya. Kwa kama unataka kuingia katika raha yake, shikilia imani, maombi, soma neno, uwe mtu mwenye msimamo, usiumbishwe, utaishi na utaiona Kanaani. Haleluya. Haleluya. Okay. Situsogea kidogo watu wa Mungu. Tusogea kidogo. Pia ukisoma Warumi sura yake ya 8 mstari wa 13 utaandika hapo. Pia ukisoma hiyo Warumi sura ya 13 mstari wa 14. Tuangalie kitu kingine, njia za kuweza kukimbia tamaa za ujanani. Tumeshataja mbili. Ya kwanza nimesema kujua thamani yako katika Kristo kwa wanaoandika. Cha pili nimesema kuwa na nidhamu ya kiroho. Cha tatu ndio hichi ambacho tunasema hapa, kuepuka mazingira ya vishawishi. Bwana apewe sifa. Mojawapo pia ya namna ambavyo tunatakiwa kukimbia ni kuepuka mazingira ya ushawishi au mazingira ya vishawishi. Unasema mazingira gani ya vishawishi? Hakuna mtu ambaye nikimuuliza hapo, si baba, si mama, si kijana, nikimuuliza toka umemjua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hivi mpaka leo haujawahi kukutana na vishawishi? Sina uhakika kama kuna mmoja atainua kidogo atasema kila mmoja mimi ninajaribu la kwangu. Kila mmoja anajaribu la kwake. Na ana namna ya vile anavyopambana kwenye jaribu hilo. Mwingine anaomba, mwingine anafunga, mwingine anaimba nyimbo, mwingine anaenda kuomba ushauri kwa watu, mwingine anapiga magoti. Kila mtu ana vile anatafuta solution ya kuvuka kwenye jaribu lake. Lakini sasa kipengele hichi kinasema hivi, cha tatu, ili kuepuka au kukimbia tamaa za ujanani ni kuepuka mazingira ya vishawishi. Kwa mfano, niseme kwa dakika chache. Hivi kuna ushirika gani Biblia inasema kati ya nuru na giza? Kama hakuna ushirikiano au ushirika kati ya nuru na giza, maana yake nataka niseme nini? Umeokoka na unajua kwamba umeokoka. Nitakuita mpumbavu, sio tusi. Nasema nitakuita mpumbavu endapo akili yako itajua wewe umeokoka ukiwa kanisani. Nje na kanisa wewe unajiita kuwa ni mtu wa familia ya kidunia. Nitakushangaa sana. Nitakushangaa sana. Kanisani nimeokoka. Nikitoka kanisani, marafiki zangu mimi ni watu ambao hawana tabia za roho kama za kwangu. Na kati yetu wapo watu ambao ndio marafiki zao hadi leo wanaongea na mimi. Na wako mashahidi wanasema kabisa niliyosema, mtumishi ni kweli. Kaskile na sasa aise ni kweli kabisa. Na mimi nakwambia toka. Kama Ibrahim, Mungu alimwambia toka katika jamaa yako. Lengo la Mungu kumwambia Ibrahim toka wewe pamoja na jamaa yako. Mungu hakuwa mjinga, alijua kwamba akikaa na baba yake hataweza kutimiza mpango wa Mungu akiwa kwenye ile familia. Amen. Ndio maana alimwambia toka. Alipotoka tunaona Mungu alimwambia nitakufanya kuwa taifa kubwa. Alipofanya taifa kubwa, uwe na hakika Ibrahim angesema sitatoka, huyu ni baba yangu. Uwe na hakika nje na kusudi na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ili mapenzi ya Mungu yatimie kwako, mapenzi ya Mungu kuna utii na uhakika. Uhakika wa kile ambacho Mungu anakuambia. Uhakika ni nini? Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania, imani ni kuwa na uhakika wa mambo.
Kwa hiyo uwe na uhakika. Mungu akikwambia toka, usiseme kwa nini, wewe toka. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa epuka mazingira ya vishawishi. Kama unaona wapo watu ambao wamelingana na wewe, kwa nini inakupa shida ya wewe kujiona ni mpweke? Hauna mpweke, wala si mpweke, wewe ni wa pekee. Maana Kristo ndiye naye ni mkuu kuliko marafiki zako. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ni bora ukae peke yako. Tuna lugha moja ya Kifaransa tunasema, vaut mieux être seul que mal accompagné. Bora uwe peke yako kuliko kuwa na marafiki ambao wanakupotosha katika Kristo sawa. Wengine walikuwa hawabai suruali. Leo baada ya kushirikiana na ushawishi wa vikundi vya marafiki, leo wakapata nguvu za wao kuachana na imani, wakaacha ule msingi wa Kristo, wakafuatana na msingi ambao uko nje na maadili ya kimungu. Matokeo yake akaanza na yeye kuiga maisha ya kuvaa suruali. Alikuwa aweke rangi kwenye sikio, ghafla unaona anaanza kuweka rangi kwenye sikio. Alikuwa na maadili ya heshima, ghafla unaona heshima imepotea. Unajiuliza, mbona unabadilika? Uniache kwanza hivi. Nimechoka na wokovu. Si kwamba nimechoka na wokovu. Hakuepuka mazingira ya vishawishi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Naongea na maneno zangu. Wengine mnawia sio kwamba mnapenda, ni kwa sababu ya mazingira ya ushawishi. Jamani, niseme msiseme? Haleluya. Tuambizane ukweli. Tunaenda mbinguni. Tunaenda mbinguni, tuseme ukweli. Kama uliumbwa ukiwa mweusi, una shida gani ya kuwa mweupe kama Bwana amekuweka kuwa mweusi? Shida gani? Kwa taarifa yako sasa sikiliza madhara yake. Ile ulikuwa mweusi ulikuwa unapendwa, ulikuwa mzuri unasifiwa. Ile kubadilisha rangi papo unatoka kwenye ufalme. Ghafla waliokuwa wakija serious kwenye maisha yako, unaona wengine wanakuja kwa leo na kukuchezea. Kwa nini? Umepoteza nature ya maisha yako kwa Mungu. Unachukua umbile ambalo si la Mungu kwenye maisha yako. Ile tu unapoteza ile nature ya Mungu kwenye maisha yako. Uwe na hakika umepoteza na bahati kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kama una mpango wa kwenda mbinguni, wewe endelea kupata mafuta. Kama una mpango wa kwenda mbinguni, acha kupata mafuta. Tariki hizi utazikumbuka. Shida moja wa uchungaji tulio nao, ukweli tuseme. Mimi nitasema maana mimi sio hapa. Nikitoka naenda wala mtaniona. Tasema na mtanifanya kitu kwa jina la Yesu. Nimetumwa kama balozi ndani ya Kristo kutangaza habari njema za ufalme. Why? Kwa sababu tunamtazamia Kristo muda wote. Dalili tulizo nazo zinaonyesha kwamba Bwana mfalme wetu yu karibu na kurudi. Sasa mimi sitakuogopa. Ni heri kwa sababu umesikia ujumbe huu ukabadilisha maisha yako. Unajua kabisa rangi yake ya zamani ilikuwa nzuri, lakini tukikuona hapo kuna namna. Unajua tutaanza kujipendekeza, niko mzuri. Wewe unajipendekeza wewe ni mzuri. Sisi tunakuona kwamba wewe ni wanasemaga wanani wa Waislamu ni kafiri. Kafiri ni mtu ambaye amekiuka maagizo ya Mungu wao. Tunaenda sawa sawa. Huyo ndio kafiri. Mimi nitasema ukweli. Ukiwa na mpango wa kwenda kwa Bwana, kuishi maisha ya milele na milele, ishi na urizike na tabia ulionayo. Tarizika na hali ulionayo. Hata kama unapoa ya kwenda migunga, hiyo inampendeza Bwana. Hata kama una jicho la kuangalia juu hivi, kwa Bwana ni wa utukufu. Shida hakuna uwezo kuchumba. Rizika na hali na maisha ulionayo. Mungu anajua kwa nini. Kama angekusudia wewe mzungu ungekuwa mzungu, na ungezaliwa na mzungu na baba yako angekuwa mzungu. Kwa taarifa yako, tuna thamani na mili yetu ni vizuri kuliko wazungu. Ungejua wanavyotamani, basi wewe unakimbia unataka uwe kama wao. Nakwambia mbinguni hautaingia katika na wachungaji wetu wasema kimya, wanaogopa kupoteza washirika. Wana uhakika
31. Hapana. Mathayo sura ya 25. Ule mstari wa 31 inazungumza habari za siku ya mwisho. Atakapokuja Kristo na mawingu na malaika pamoja naye. Wasomaji wa Biblia wanaelewa kwamba Biblia inasema atabagua mbuzi mkono wangapi? Si tuseme amsome Biblia jamani. Ataweka mbuzi mkono wangapi? Na kondoo mkono. Alafu kwa nini abague? Anasema kwa sababu nalikuwa uchi amfanyaje? Mkunivika. Nalikuwa na njaa. Nalikuwa kifungoni. Alafu wale walio mkono wa kuume nao watasema kwa nini si umetuweka kwenye mkono wa kuume? Alafu anasema ndipo mfalme atajibu akawaambia nalikuwa njaa. Tuko darasani. Tuko darasani. Tutakuwa ibadani baadaye. Tuko darasani. Nalikuwa na njaa. Nalikuwa kifungoni. Nalikuwa mgonjwa. Okay. Sikia sasa niwaambie. Anasema wale walio mkono wa kuume baada ya mahojiano hayo mwisho anasema hivi, njooni kwangu. Njooni kwangu. Mrithini nini? Watu wa Mungu, nini wa dini wafalme? Hivi wafalme pandisha mkono juu. Kwani mfalme nini wafalme? Haleluya. Anasema njooni kwangu mrithini nini? Ufalme ambao ulifanyaje? Uliwekewa kabla nini? Ya misingi ya ulimwengu. Haleluya. Lakini hawaingii tu kwa sababu walikuwa ni wachungaji. Wameingia kwa sababu ya mahojiano. Maana huo na watoto waliuliza, kwa nini sisi tumeingia? Sikia nikwambie. Wewe endelea kufanya matendo mema. Ipo siku Bwana atakuuliza mbinguni. Haleluya. Haleluya. Usihesabu umemfanyia jirani yako mangapi. Ufanye kwa sababu kwanza pendo la Mungu liko ndani yako, na baadaye unapomfanyia mimi unamfanyia Kristo kwa sababu unajua Kristo ni pendo, na kwa sababu ni pendo. Pendo wa Mungu unafanyaje? Kwa nini usiogope? Kwa nini mimi nasaidia? Wewe saidia, hiyo ndio hazina yako. Unajua kabisa kuna watakao viko taji ya uzima. Na wengine wataingia mbinguni na watapigwa taji. Lakini mbinguni wataingia. Kwa nini wamoja wapigwa taji? Wengine wasipigwe taji? Matendo yao. Haleluya. Haleluya. Tumtolee Bwana sadaka ya makofi mengi sana. Tenda mema. Kikubwa tukana tuna dhambi. Maana hawa nao waliulizwa, sisi mpite mkono wa kushoto kwa sababu amkutii vigezo nilivyowaambia. Sikiliza. Hivi unavyoishi duniani, ukubali ukatae, ndio mwanzo na mwisho wa fursa yako kwenye maisha yako. Mwalimu wangu mmoja aliniambia hivi, balozi wa ufalme. Aliniambia hivi, maisha ya mwanadamu hayana kopi. Kama kwenye mtihani kuna nafasi unaambiwa hii ni kopi na hii ni original. Kwa hiyo kuna wakati unaambiwa jaza kwanza huku, ukisaisha ukiona umepatia, amisha sasa kwenye original. And then hii ndio unapeleka kwa mwalimu usaishe. Wale wasoma wanafahamu hivyo. Okay. Kwenye maisha haya tulionayo, hakuna kopi. Hakuna kopi. Chochote unachokifanya kiwa ni kizuri ni kibaya, ni original na kumbukumbu kwa Mungu kwenye maisha yako. Hakipotei. Kwa kama unafikiri kwamba nilikuwa na nani, hakipotei. Wanda weird. Watu na makopo tukutie tukupende. Hakuna shida. Wewe tuangushe tu kwenye huduma, hakuna shida. Lakini apandacho mtu ndicho unachokipanda. Hata kama kikiniangusha, uwe na hakika nikimwambia Bwana, nimeanguka kwa sababu ya udhaifu. Nikijigundua tu, Biblia inasema hivi, majaribu hayana budi kutokea. Lakini pole kwake yeye anayesababisha hayo makwazo. Pole sana. Wadada wengi wamekuwa ni vivutio vya kuangusha watumishi wa Mungu. Mmeangusha walio wengi kabisa. Lakini nakwambia, kumbuka hili, hauna kopi kwenye maisha yako. Chochote utakachokifanya na damu ya yule mtumishi wa Mungu uliyeangusha itakaa juu yako siku zote za maisha yako. Watu waangushe tu.
Watu wanakimini tu tuwekee ile hivi. Tutaona ndio. Lakini wewe usipige kabisa. So uje ibadani umejistiri Bwana. Amen. Si uje umefunika mwili wako Bwana. Si kwa ajili yetu tu kwanza, lakini kwa mtu aliye na hofu ya Mungu. Unapataje ujasiri ndani mwako? Unajiangalia kwenye kioo, unageuka, unajiangalia, alafu unaona vitu vinapanda hapa mpaka huku. Unapataje ujasiri wa kusema hivi ndio unaenda kutukuza Mungu? Shindwa kwa jina la Yesu. Huruma kabisa. Nasema ushindwe kwa jina la Yesu. Na mkusha mtumishi wa Mungu aliye na roho ile tu akifika anataka ibadani au kazini, wapendwa, akivaa nguo yoyote ambayo haiendani na mapenzi ya Mungu, hata kama yuko peke yake, kwanza kabisa ile tu akifika kwenye kioo, cha kwanza kuna sauti ndani yake itamwambia, hivyo ulivyo unaona uko sawa kabisa. Hiyo usikia hata aibu. Au usikia hata aibu. Na kila ambao uko chumbani kwako, ghafla unaanza kuojiana na Roho Mtakatifu. Usikia aibu. Sasa wanaongozwa na Roho wa Mungu? Hawasikia Roho wa Mungu Kwa lugha nyingine, wanaosikia sauti ya Mungu, wanaosikia sauti ya Mungu au ndio wana nani? Mungu. Akianza hayo majibizano, ghafla hawezi akapiga hiyo sauti. Utasikia sasa ni kwa hivi. Ukienda kusikiliza, utafikiri dada na mtu labda chumbani. Ukienda kusikiliza, sasa dada anaongea na nani? Utafikiri labda kaka yako ana mtu mwingine chumbani. Sio mtu, ni Roho Mtakatifu anafanya mahojiano kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa ghafla unakuta Roho Mtakatifu anamwambia, "Hasa ni mambo gani?" Anamwambia, "Chukua hiyo." Lakini hisi kaniosha kwa watu hiyo, mimi najua ni chukua hiyo. Lakini sisi labda wewe iva hiyo tu. Wewe wakati ukivaa nguo, ghafla utasikia yale mawimbi ya kupigana ndani yako yanatulia. Yakitulia utasikia mshwari kwenye moyo wako. Ukisikia mshwari kwenye moyo wako, ile tu ukitoka, uwe na wakati wako ukikuona. Sema huyu ndiye Bwana. Ni mzuri. Anayependeza kwenye nguo za kujistiri ni mzuri kuliko anayeonyesha aibu yake. Kwa nini? Msura gani wadada ni wajesi? Natamani mngekuwa huko ningesema na baba zetu wasisikie. Ngoja niseme. Siku zote ukimjaribu mwanamume kwa nguo za aibu, hata kama alikuwa na mpango wa kukuoa, anabadilisha system ya kukuoa na kuja kukuchezea. Haleluya. Yes, namsaidia kabisa. Anakuchezea kwa sababu anajua anapiga sababu. Huyu ni mwengi au mkiombe ndani. Sio tutakuwa wanaume wengi kabisa. Kwa sababu anayempenda Kristo anajiheshimu toka akiwa nyumbani kwao. Roho Mtakatifu anafundisha namna gani ya kuvaa. Akikutana na mtu ambaye anajua kuchagua mtu wa roho kama ni mwanaume, uwe na uhakika ile tu akimwona barabarani atasema salamu, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Haleluya. Sasa ajabu. Hii madada zetu tunapenda kudanganywa. Wengi walikuwa na nyota za kuolewa, lakini kwa sababu ya kupoteza heshima na maadili ya kifalme ndani ya Mungu, wamebaki kuchezewa. Matokeo yake mpaka leo, wengine watoto wawili, watoto wanne, wengine wanajikataa tamaa. Sisi kwa nini umejiwekea mkosi peke yako? Wala si Mungu. Biblia inasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na nini? Na haki yake, na hayo mengine yote tazidishwa. Kwa hiyo mama anapatikana ukitafuta kwanza mapenzi ya Mungu. Alafu katikati ya mapenzi ya Mungu usiwe na uhakika wewe ndio utatafuta mwanamume. Serikali ya mbinguni ambayo inahusika na maisha yako itakutafutia mume. Amen. Lakini unajua kwa nini tunaolewa na watu ambao si wa kwenye kusudi la maisha yetu? Kwa sababu tumepoteza lengo la Mungu kwenye maisha.
Kwa hiyo wengine wasababishile ndani. Wote ambao tukaikuja nakupenda hivyo. Nani anakuambia kila mwanaume ni kukuoa? Si wote ndio wanapaswa kuwa. Kwa hiyo roho. Tafuta ile roho ya Mungu ndani yake. Tafuta mwanamke ambaye roho ya Mungu ndani yake. Hicho ndicho kigezo cha kwanza ambacho unatakiwa tafuta mwanaume na mwanamke. Naongea na wakaka, naongea na wadada. Angalia mama zetu kwa sababu walewa vizuri, waliishi na waume zao wakiwa vijana kama sisi mpaka leo bado wako nao. Si kwamba wana mapungufu ila wanakoseana ndio wanachodumu. Sio shikatilei na hilo ndio neno la kwanza kuu. Neno kuu unisha. Sasa wewe endelea kuwa hivyo. Weka makope hadi huko. Wachungaji nao watu wakifa usitoe hizo kope. Wewe kabisa zingine ni kaburi. Hata nywele usikunue. Wewe weka kama kibiri zingine kule kwenye subscribe. Chukua weka zingine huko kabisa. Ili wakifa wakutane na shetani vizuri. Haleluya. Amen. Tuko shuhuda ufikika. Maana kanali yetu ni nzuri kuliko letu. So, tuangalie katika kipengele hichi cha kuepuka mazingira ya vishawishi. Katika kipengele hichi tujifunze mfano wa mtu mmoja kwenye kitabu cha Mwanzo. Sura ya 39 mstari wa 7 hadi 12. Tunamwona mtu mmoja anayeitwa Yusufu. Mtu mmoja asoma katika Biblia. Asoma alafu sikiliza. Mwanzo sura ya 39 mstari wa 7 hadi 12. Mtu mmoja kijana asome hapo. Mwanzo. Alafu sikiliza vizuri na kama yako ifuate. Tunaanza mtu aliyeepuka mazingira ya vishawishi anaitwa Yusufu. Mwanzo 39 sura yake ni ya 7 hadi 12. Inasomaje? Mwanzo 39 sura yake mstari wa ngapi? Mstari wa 7 hadi 12. Mstari wa 7 hadi 12 neno linasema hivi. Ndio. Sikiliza hapo vizuri. Tujifunze kwa huyu mtu ambaye anataka kusoma hapa. Ikawa baada ya mambo hayo, Yes, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Akamwambia, yes, lala nami. Hebu simama. Akamwambiaje? Lala nami. Tuko darasani. Ilikuwa ni kulala kwa roho au kwa mwili? Si tuko darasani. Ilikuwa ni kulala kwa roho au kwa mwili? Tuendelee. Nani anasema? Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani. Na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Ndio. 9. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Ndio. Wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Ndio. Kwa kuwa wewe umke